katika wilaya yetu hii ya Ilala wako wanafunzi wenye mahitaji maalum zaidi ya 2500, lakini wako walimu zaidi ya 200 wenye mahitaji maalum. Hakuwaacha walimu hao, amewaletea vifaa saidizi. Kama mnayo mahitaji mengine ya vifaa saidizi, mtuambie ili halmashauri yenu ione namna gani bora ya kuwasaidia kuwapa vifaa saidizi ili mtekeleze wajibu wenu vizuri. Ni wajibu wangu mimi kama mkuu wa wilaya, ni wajibu wa mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam, ni wajibu wa maafisa elimu kuwasaidia na ninyi wenzetu kupata vifaa saidizi. Tukiwapa vifaa saidizi na wao watafundisha, wataelekeza kama sisi wengine, kwa sababu na sisi kama bila chaki unaweza kumfundisha mtoto ile chaki ni kifaa nini? Kifaa saidizi. Asiona bila fimbo anaweza kutembea? Hawezi. Ile fimbo yake nyeupe ni kifaa nini? Saidizi. Lakini rais wetu ameendelea kuwa muungwana na amejali Watanzania na hususan Watanzania wenye uwezo wa chini na kuendelea kusimamia elimu bora. Elimu hii imekuwa inalipiwa. Tusingekuwa tuna watoto wengi hawa ambao wako hapa Jangwani na maeneo mengine, na mikopo imeongezeka kutoka zaidi ya bilioni 4 mpaka sasa tunakwenda kutoa zaidi ya bilioni 8. Zaidi ya madarasa 1100 yamejengwa. Makofi mengi sana kwa rais wetu. Kwenye shule za msingi zaidi ya shule 12 mpya zimejengwa, na kwenye shule za sekondari zaidi ya shule 8 zimejengwa. Lakini kati ya shule 8 zilizojengwa tunazo shule za magorofa zaidi ya shule 8. Tumepokea vifaa saidizi kwa ajili ya kurahisisha utendaji na ufundishaji wa walimu hapa wilaya ya Ilala. Vifaa vitatusaidia kurahisisha ufundishaji, lakini namna ya kupokea taarifa na kupeleka taarifa kwenye ofisi zetu za halmashauri mbalimbali ambazo tunafanya kazi. Kwa tuna utegemezi wa hali ya juu, yaani ni lazima uingie mfukoni uhakikishe kazi zinakwenda, lakini kwa sasa kiukweli sisi tunadaiwa. Sasa hatudai, sisi ndo tuna deni. Ni lazima tuonyeshe repercussion ya hiki kilichofanyika leo. Na mimi kwa niaba ya watu wenye ulemavu, ni lazima tufanye kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa bidii, bila visingizio.